Mkoa wa Mwanza ni kitovu cha biashara, viwanda na uchumi katika kanda ya Ziwa. Ukuaji wa biashara katika mkoa huu unategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano mzuri ambao uko kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ushirikiano mkubwa ambao uko katika sekta ya umma na sekta binafsi ndio utakuza ukuaji wa biashara katika mkoa wetu wa Mwanza. Ushirikiano huu ni msingi wa kuboresha mazingira ya biashara, lakini vile kuvutia uwekezaji na kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wetu wanapata fursa sahihi za kukua na kustawi. Kiuchumi, mkoa wa Mwanza kwa takwimu za mwaka 2023 unachangia kwenye pato la taifa ya nchi yetu kwa maana GDP kwa trilioni 14. Mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa kuchangia kwa asilimia kubwa kwenye pato la taifa, ambapo mkoa wa Mwanza unachangia kwa asilimia 7.2 na mkoa wa kwanza ni Dar es Salaam ambao unachangia kwa asilimia 17.1. Mkoa wetu una fursa nyingi za kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi, madini, viwanda, biashara na hata utalii. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunazitumia fursa hizi ili kuongeza thamani ya mazao, kuvutia uwekezaji na kuimarisha ushindani wa bidhaa zetu katika masoko ya ndani na masoko ya nje ya nchi yetu. Baraza la biashara hili ni jukwaa muhimu sana. Umuhimu wake, wajumbe, ni pamoja na kuwakutanisha wadau wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa lengo la kujadili changamoto, kubadilishana mawazo na kutafuta suluhisho la pamoja katika kuboresha mazingira ya kibiashara. Serikali yetu inaendelea kutambua mchango mkubwa wa sekta binafsi katika kukuza uchumi, kuongeza ajira na kupanua wigo wa kodi na hasa kuboresha maisha ya wananchi. Hii ndio sababu mabaraza ya biashara yanaendelea kupewa kipaumbele katika ngazi zote, ngazi za wilaya, ngazi ya mkoa na hata ngazi ya taifa. Tunatambua kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hivi karibuni ilizindua Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 ambao utekelezaji wake unaanza tarehe 1 Julai. Kwa maana tunaanza na bajeti ya mwaka 2026-2027. Tunaanza utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050. Dira hii ina nguzo kuu tatu. Nguzo ya kwanza ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Nguzo ya pili, wana uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Na nguzo ya tatu ni uhifadhi wa mazingira na ustamilifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nguzo hizi zinatoa mwelekeo na nyenzo muhimu kwa utekelezaji wa vipaumbele vya maendeleo ya taifa letu kuelekea mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti na washiriki wote, nguzo ya kwanza, maana uchumi imara, jumuishi na shindani, inalenga kuifanya Tanzania kuwa kinara wa uchumi katika Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Nguzo ya pili, kwa maana ya uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, inajikita katika kujenga jamii yenye afya, elimu bora na mshikamano. Na nguzo ya tatu, uhifadhi wa mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, inalenga kuimarisha usimamizi na matumizi endelevu ya maliasili za taifa. Nguzo hii pia inalenga kudhibiti uharibifu wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kudhibiti uchafuzi wa mazingira, usimamizi bora wa ardhi na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Serikali ingependa kuona wadau wote tunashiriki kikamilifu katika utekelezaji wa Dira ya 2050. Hivyo ni muhimu kwa kila mdau kufahamu nafasi yake katika utekelezaji wa dira,
ni vizuri tukafahamu nani anafanya nini ili tuweze kupima mchango wa kila mdau katika kufanikisha utekelezaji wa dira. Ni vema katika shughuli zetu na vikao vyetu kama hiki na vingine vikatumika pia kujenga uelewa wa pamoja na mpana kuhusu vipaumbele vya taifa, nafasi ya kila mdau na namna ya kushirikiana katika kufanikisha utekelezaji wa dira 2050.